Yes, bwana, kiungo wa boli ameshaweza kumaliza kusaini mkataba na wananchi. Bwana, hizi zimekuwa ni taarifa njema kwa mashabiki wote wa Young Africans ambao wanaweza kufuatilia taarifa hizi za usajili pamoja na tetesi kwa ujumla ambazo tunaendelea kuziachia ndani ya masaa 24. Bwana, ili usiweze kupitwa na taarifa mbalimbali za usajili pamoja na tetesi, basi usisahau kusubscribe channel yetu na kisha itatokea alama ya kengele pia, na kisha unagusa ili usiweze kupitwa na taarifa mbalimbali za usajili pamoja na tetesi ambazo tunaendelea kuziachia ndani ya masaa 24 kutoka nchi lako pendwa kabisa ya Yanga Habari TZ. Bwana, muda huu tunakusogezea taarifa ambazo zimekuwa ni taarifa njema kwa mashabiki wote wa Young Africans bwana, mara baada ya usajili huu kuweza kukamilika muda huu kwenye ofisi za Young Africans. Bwana, huyu ni kiungo wa bori ambaye anatokea pale nchini Morocco, ambaye ameweza kufanya makubwa na akiwa na timu hiyo ambayo anaweza kutokea, na hatimaye Yanga wameweza kufanya kama siri ya kuweza kukamilisha usajili wa mchezaji huyu. Lakini sisi kama Yanga Habari TZ tumeweza kuchimba za ndani kabisa na kuweza kutambua kuwa mchezaji huyu tayari yupo jijini Dar es Salaam, na muda huu tunakuthibitishia kuwa tayari ameshaweza kula mkataba wa kuitumikia Young Africans kwa misimu mitano. Bwana, huu ni mkataba ambao Yanga wameweza kuingia na mchezaji huyu mpya kutokea pale nchini Morocco. Huyu ni kiungo wa boli, wanakuambia bwana, ni usajili ambao umeweza kukamilika tayari kwa 100%, na muda wote kuanzia sasa basi utaweza kupata taarifa kutoka kwenye viunga vya Young Africans kuwa ni rasmi kabisa kuwa ni mchezaji halali wa Young Africans. Hizi ni taarifa ambazo zimeweza kuwafanya mashabiki wengi wa Young Africans wajihisi furaha, wajisikie ni mashabiki wanaweza kutimiziwa haja zao na klabu yao ya Young Africans, ambayo kwa hivi sasa inafanya maboresho ya sajili mbalimbali, kuwapisha baadhi ya wachezaji ambao watakwenda kupewa mkono wa kwaheri hivi karibuni, mara baada ya kuweza kukutana kwa baadhi ya wachezaji ambao waliweza kupewa likizo ya mapumziko kwa siku kadhaa. Bwana, Yanga wameweza kuthibitisha kuwa kuna baadhi ya wachezaji takribani 7 watakwenda kuweza kupewa mkono wa kwaheri kuweza kuitumikia Young Africans, lakini mmojawapo wa mchezaji ambaye atakwenda kupewa mkono wa kwaheri bwana ni mchezaji Prince Mfumele Dube. Bwana, huyu ni mchezaji ambaye aliweza kufanya makubwa na mpaka hivi sasa anakwenda kuachwa na Young Africans mara baada ya performance yake kuweza kupungua kadri ya siku zinapozidi kusonga mbele. Bwana, na taarifa ambazo zinaweza kuwafanya mashabiki wengi wa Young Africans waweze kuamini kuwa Prince Dube uwezo wake unazidi kupungua bwana, mara baada ya michezo kadhaa kuweza kukosa nafasi mbalimbali za umaliziaji, na kuna mchezaji wa pili ambaye atakwenda kuachwa na Young Africans bwana, huyu ni Bakari Nondo Mwamnyeto. Huyu ni wa pili ambaye kuna hatihati kubwa ya kuweza kupewa naye mkono wa kwaheri bwana, na kuna wachezaji mbalimbali ambao watakwenda kuachwa na Yanga bwana, mara baada ya sajili kadhaa kuweza kukamilika bwana, hasa usajili huu ambao tunakusogezea muda huu
Bwana, ni usajili ambao utakwenda kuchukua nafasi ya mchezaji Prince Dube ambaye atakwenda kupewa mkono wa kwaheri mara baada ya usajili huu kuweza kukamilika. Bwana, nini maoni yako sasa kwa shabiki wa Yanga juu ya taarifa hizi na kumuhusu mchezaji huyu mpya ambaye tayari ameshaweza kusajiliwa na Young Africans muda huu? Bwana, basi hakikisha una subscribe channel yetu chini ya hiyo video yako, na kisha itatokea alama ya kengele. Pia na kisha nagusa ili usiweze kupitwa na taarifa mbalimbali za usajili pamoja na tetesi ambazo tunaendelea kuziachia ndani ya masaa 24 kutoka kwenye channel yako pendwa kabisa ya Yanga Habari TZ. Bwana, deal done ndizo ambazo zinaweza kutawala muda huu kwenye viunga vya Young Africans. Bwana, huyo ndio kiungo wa boli ambaye tayari ameshaweza kumalizana rasmi kabisa na Young Africans, na huu ni usajili bora kabisa kuwahi kutokea hapa nchini Tanzania bwana, na rekodi za mwamba huyu bwana zinatisha bwana. Michezo ambayo aliweza kucheza kwenye klabu yake hiyo, aliweza kutokea huko nchini Morocco, ameweza kucheza michezo 150, mabao ambayo ameweza kufunga bwana ni magoli 90. Kwa hivyo rekodi sio mbaya, na akija kwa hapa nchini Tanzania basi atakuwa ni moto wa kuotea mbari, na hii imekuwa si mbaya kwa Young Africans kwa sababu Yanga wanaamini kuwa sajili zao hazijawahi kufeli kama ilivyokuwa kwa Alan Okello ambaye ameweza kufanya makubwa kwa muda mfupi tu aliweza kujiunga na Young Africans, basi makubwa aliweza kuyafanya, basi ndio wanaweza kuamini kuwa na mwamba huyu atakuja kuyafanya mambo hayo bwana, mara baada ya kuweza kuachana na Prince Dube ambaye ameweza kuwa ni mchezaji ambaye anakosa nafasi nyingi akiwa na klabu ya Young Africans. Bwana, Yanga wameweza kuthibitisha tayari mwamba huyu ameshaweza kujiunga na Yanga na mkataba wake wa miaka tayari ameshaweza kusajiliwa. Kwa hivyo kwa wote mashabiki wa Yanga wawe na furaha ndelemo kuweza kupokea huduma ya mchezaji huyu ambaye tayari ameshaweza kusajiliwa na Young Africans muda huu.